Weekend hii inaandika historia nyingine kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa ya Tanzania kuweza kuibuka kupitisha vilabu vinne kwenye hatua ya makundi. Wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na Dar es Salaam Africans kwenye hatua ya klabu bingwa barani Afrika, lakini Azam pamoja na Singida Black Stars wanaungana kwenye hatua ya shirikisho, na Tanzania inaungana na mataifa kama Misri, mataifa kama Afrika ya Kusini na Algeria ambao tayari pia na wao wamepitisha takriban vilabu vinne, na ni historia kubwa ambayo inakwenda kutengeneza mazingira mazuri kwa vilabu vyetu, lakini pia ni historia ambayo pia inakwenda kuonyesha ukubwa wa ligi yetu, ligi ya NBC ambayo kwa sasa pia imeweza kufanikiwa kuweza kukua kwa kiasi kikubwa, na tunapozungumzia ni ligi ya 4 barani Afrika. Hili sasa ndilo ambalo wengine kwa sasa wanaliona kama ni kubwa. Kuna mambo kadhaa ambayo yamechangia hili. Makubwa zaidi ni uwekezaji ambao vilabu kwa sasa vinaonekana kufanya. Ukitazama Singida Black Stars, uwekezaji wa miundombinu, uwekezaji wa wadhamini ambao wamejitokeza na kuweka pesa nyingi kupitia mpira, lakini pia ukiachana uwekezaji, uwezo ukaacha kupongeza shirikisho la soka Tanzania TFF kwa namna ambavyo pia limeweka limefungua mazingira mazuri kwa wadhamini na wawekezaji kuweza vichangia vilabu vyetu. Kwa sasa tunafahamu pia soka la Tanzania ni sehemu ambapo wachezaji wengi wa kigeni wanakimbilia kutokana na mazingira mazuri ambayo yapo. Wachezaji wanalipwa vizuri, wachezaji wanapata stahiki zao kwa wakati. Kwa hiyo yote haya yanachangiza kuweza kuliweka soka letu kwenye lamani na kuingiza timu 4. Ni hatua kubwa ambayo kwa sasa inakwenda kulionyesha soka letu kwamba linakuwa kwa kasi ya ajabu. Ukitazama kwa tathmini ya haraka kwenye michezo ya weekend, Azam FC imekuwa ni gunzo kwenye CAF Confederation Cup. Ushindi wao wa goli 7 dhidi ya KMKM ni ujumbe tosha kwamba klabu hii sasa ni tishio barani Afrika. Azam ina wachezaji ambao ni wakubwa, wenye njaa ya mafanikio, na mfumo wao wa high pressing umefanya wawe hatari zaidi wawapo nyumbani. Na ukitazama wana kocha ambaye ana CV nzuri, mwalimu Florent Ibenge, lakini pia wachezaji ambao wana uzoefu kwenye michuano hii. Ukitazama eneo la kati, Putin, mchezaji ambaye pia ametumikia Simba, lakini pia Faisal Salum, lakini Aishi Manula. Utaona namna ambavyo pia KMKM walipitia wakati mgumu, hata wanazipata zile goli 7, aggregate ya goli 9 ni halali kwamba Azam FC wana kiu kwa sasa pia kuyafikia mafanikio. Upande wa Yanga, mchezo wao wameonyesha football intelligence ya hali ya juu, namna ambavyo walirudiana na Silver Strikers wakashinda goli 2 nyumbani, wakionyesha ubora katika build up play na nidhamu ya ulinzi. Hii ni timu iliyokomaa kiakili, inajua kucheza chini ya pressure, na pressure kubwa ilikuwa ni kupata magoli mawili ama zaidi ili kuweza kupindua meza, na wamelimaintain hilo chini ya pressure kubwa ya uhitaji wa matokeo. Dakika tu za mapema wanapata goli la haraka zaidi, Dickson Job akiweka, ambalo linarejesha utulivu kwa timu, lakini bado kuna mapungufu kadhaa, hasa eneo la ushambuliaji ambalo bado finishing si nzuri sana kwa kikosi cha Yanga. Mwalimu ana kazi ya ziada pia kwenda kukaa, lakini pia Yanga ikija kwenye issue ya open play, timu haichezi na imekuwa haina muunganiko mzuri kuanzia eneo la katikati na eneo la safu ya ushambuliaji. Naweza nikasifu pia kwenye defensive line kwa sasa, kikosi cha Yanga kinazidi kuimarika siku hadi siku, na tumeshuhudia kwa namna ambavyo mchezo dhidi ya Silver Strikers Yanga walionyesha umakini wa hali ya juu, japo kuna nafasi ambazo Silver Strikers hawakuziconvert vizuri. Kuna mapungufu ambayo yanaonekana pia eneo la kati, bado kuna watesa sana kumpata mbadala wa Khalid Aucho. Duke Abuya alionyesha kiwango kizuri, lakini ukitazama kwa namna ambavyo Silver Strikers walikuwa na umiliki mpira, utashuhudia kwamba bado kuna magep makubwa sana eneo lile la kati. Safu ya ushambuliaji, mapungufu ni mengi kwa kweli. Prince Mpumelelo Dube nafasi nyingi za wazi akikosa, kwa hiyo
hiyo inapokuja kwenye finishing, Yanga bado ina tatizo kubwa sana. Pengine mwalimu Pedro ambaye amekabidhiwa licha ya kuwepo pale uwanjani ameyashuhudia hayo, na atarejea pia kwenda kutengeneza namna gani Dar es Salaam Africans kwa sasa inakwenda kukabiliana, inakwenda hatua ngumu, hatua ya makundi ambayo pengine pia akaenda kupangiwa na vilabu ambavyo ni bora zaidi, na tumeshuhudia hatua hii ya awali tu vilabu vikionyesha upinzani mkubwa sana, na Silver Strikers hatukutegemea kama wataonyesha upinzani ambao walionyesha Singizini Hotspurs kwa siku ya jana, pia namna ambavyo walionyesha upinzani kwa Simba. Hii inaashiria kwamba michuano ya mwaka huu ya klabu bingwa na ile ya shirikisho itakuwa ni migumu kweli kweli. Simba jana ikionyesha namna uzoefu unavyolipa katika michuano mikubwa, na baada ya kutoa sare, baada ya kushinda kule goli 3 jana, wanapata sare ya bila kufungana. Na Simba wao walijijenga timu yenye nidhamu ya kiuchezaji na mfumo unaojua kusimamia matokeo, kitu ambacho kiliwapa nafasi kubwa kwenye hatua hii ya jana. Na ukitazama namna ambavyo jana Simba ilicheza, hawakuingia na pressure kubwa sana, na matokeo ya goli 3 ambao waliyapata kule Eswatini dhidi ya Singizini yaliwapa kiburi cha kucheza kwa kumiliki mpira muda mwingi ama kuposesi ili kuweza kupoteza muda, japo kuna nafasi nyingi ambazo pia Simba wanazijutia kuzikosa kutokana na poor finishing. Lakini mwalimu Dimitri Patev ni kocha ambaye ameonyesha pia ukubwa wa kikosi cha Simba kwa namna ambavyo alijaribu pia kuingia na viungo washambuliaji tu kwa siku ya jana na kuopti kuacha strikers. Na unatazama eneo la ushambuliaji jana alikuwa na mtu sahihi kwamba Kibu Dennis pengine huyu ndio atatufungia ama Abraham. Kila mtu alikuwa na nafasi ya kufika eneo lile na kufanya anachohitaji, lakini eneo la ulinzi, namna ambavyo Yusuf Kagoma pamoja na Shamu, namna ambavyo walikuwa na switch, unamuona Shamu eneo la kati, lakini pia muda huo pia unamuona Kagoma anarudi kwenye safu ya ulinzi. Hii inaonyesha Dimitri Patev ana kiu ya kuifanya Simba icheze mpira, build up play ya Simba ambayo inacheza mpira kwa haraka, lakini kila mtu anakuwa kwenye nafasi ambayo ana uwezo pia wa kutafuta nafasi ya kufunga. Lakini kipindi cha pili ana opti kuwaingiza kina Soa ambao wanakwenda kuongeza nguvu pia eneo la ushambuliaji, na tulitazama pia nafasi nyingi ambazo Simba alizitengeneza kwenye kipindi hicho cha pili. Speaking of Singida Black Stars, ni surprise package kwa ya mwaka, licha ya kuwa timu changa kwenye anga za Afrika, lakini imefuzu hatua hii na wanaingia kwenye mchezo dhidi ya Flembudu Centre, mchezo ambao ulikuwa mgumu. Flembu anapata goli dakika za mapema, lakini Singida wanatulia. Hii ndio maana ya kuwa na kocha ambaye ana uzoefu mkubwa kama mwalimu Gamondi, na wachezaji ambao wana uzoefu kama Chama na Halid Yaucho. Wanatulia wachezaji, lakini pressure inapungua, wanatafuta nafasi na kupata ushindi wa magoli 3-0. Pengine uwezo ambao wako nao pia kwa wachezaji ambao wapo pale wenye nidhamu kubwa, lakini uzoefu uliwasaidia Singida Black Stars kufikia hatua hii. Kama taifa tunala kujivunia kutokana na mafanikio haya. Ligi kuu ya NBC sasa itatambulika kama moja ya ligi bora barani Afrika, lakini pia wachezaji wa ndani wanakwenda pia kupata soko kubwa kupitia timu hizi kufuzu. Pengine pia mawakala mbalimbali watatupia jicho ligi hii kutokana na namna ambavyo siku hadi siku inazidi kupanda. Na ukitazama kwa mataifa ya Afrika Mashariki, nchi moja tu ambayo imepitisha timu taifa la Kenya ambalo limepitisha timu ya Nairobi United hatua hii ya makundi. Kwa Tanzania tuna timu 4. Uganda hakuna timu hata moja ambayo imefuzu hatua ya makundi, iwe klabu bingwa ama shirikisho. Kwa hiyo ukanda huu Afrika Mashariki naweza nikasema kwa sasa Tanzania ndio giant ambaye analifanikisha soka la Afrika kuweza kupeperusha vyema bendera ya Tanzania. Na tupongeze serikali pia mazingira mazuri ambayo imeyaweka, miundombinu Benjamin Mkapa, lakini na miundombinu ambayo inaendelea kuiweka. Kuna viwanja ambao vinajengwa kule Arusha, lakini pia ukaribishaji wa wawekezaji ambao wanakuja pia kuwekeza na kwenye soka, na wadau mbalimbali ambao wametengenezewa mazingira mazuri na kuweza kufanikisha hili mpaka sasa vilabu vikifanikiwa kuingia vilabu 4.
Bana, tuangazie kwingineko. Ligi kuu Tanzania bara kesho itaendelea kwa mchezo mmoja. Dar es Salaam Africans watashuka dimbani kukabiliana na Mtibwa Sukari. Ni mchezo ambao ni wa kiporo na wanakwenda kurudiana na wakatamiwa hawa wa Mtibwa Sukari ambao wametoka pia kusare dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji. Lakini speaking of mchezo wa Dodoma Jiji dhidi ya Pamba, mchezo huu uliingia dosari bwana na kuwa postponed kutokana na tatizo la umeme. Baada ya umeme kukatika, mchezo huu ulisimama. Mwisho wa siku mchezo ukaahirishwa, na mpaka mchezo unaahirishwa Dodoma Jiji walikuwa wanaongoza kwa goli moja. Haujapangiwa bado tarehe. Pengine leo kwenye Sport Junction tapata nafasi ya kuzungumza na afisa habari wa bodi ya ligi atueleze mchezo huu utachezwa lini, kwa sababu mashabiki walikuwa shakata kiingilio na walikuwa wanasubiri mchezo uendelee. Sasa hapo kwenye naongoza tayari goli moja, wakija kuanza wataanza huyu akiwa na goli moja tayari au inakuwaje? Kwa nature mchezo ulivyo na au wanaanza bila hapo wataanza upya kwa sababu mchezo ulikuwa na dakika 15 tu. Sawa, Doroboy kutokea Kisasa anasema historia imeandikwa kwa mara ya kwanza, vilabu vya Tanzania vyote vinne vinafuzu kwenda group stage kwenye CAF Champions League na kwenye CAF Confederation. Anasema wasiishie hapo, wafike mpaka quarter final ili tuzidi kutambulika zaidi barani Afrika. Anasema Simba wanasema wamerudi, kumbe bado wabovu tu, ila Dube muda wake umeisha pale Yanga by Mama Safina. Anasema Dube muda wake kama umeisha pale Yanga. Yani msemwana kutoka pande za Mlenga pale kwa Filmone anasema eti kaka, Yanga wametambulisha kocha. Uliza hivyo. Yeah, bwana, wametambulisha kocha Pedro Goncalves ambaye ni kocha kutokea pale nchini Ureno, na ni kocha ambaye alikuwa na kitumikia kikosi cha timu ya taifa ya Angola. Ni kocha mwenye CV kubwa, amefanikiwa pia kwa 2023 Angola wanafuzu mataifa ya Afrika kwa ushindi mkubwa kwenye kundi lao. Kwa hiyo ni kocha ambaye ana CV nzuri na